Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Bwana. Ninakusalimu tena kwa ajili ya siku ya leo. Hebu ngoja niombe. Mungu mtakatifu mwema, na kushukuru kwa ajili ya mtumishi wako anapoenda kusikiliza. Ninajua kuna kitu anahitaji kujifunza. Naomba unitumie kama chombo, patie hekima, maarifa na nguvu na ujuzi kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo mtumishi wa Bwana, somo letu la leo linaitwa ndoto. Kwa nini tujifunze ndoto, na kwa nini tujue maana ya neno ndoto? Na kwa nini Mungu anazungumza na watu kupitia ndoto? Na kwa nini watu wengi wanaota ndoto na lakini hawajui tafasiri zake? Kwa hiyo nitakujuza, na siku nyingine tena tutajifunza namna ya kutafasiri ndoto na namna ya kujua aina za ndoto. Kwa hiyo twende moja kwa moja katika Biblia yetu takatifu. Tuzungumze tuone kwanza kama ndoto zipo katika Biblia. Kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza, ile sura ya 3, ule mstari wa 10. Biblia inasema, neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Sulemani ameomba neno hili. Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujibu, hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafasi yako, wala hukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua kuhukumu. Basi tazama, nitafanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili. Hata kabla yako hapakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hata inuka mtu kama wewe. Na mambo yale usiyoyaomba nimekupa, mali na fahari, hapatakuwa na mtu katika wafalme kama wewe siku zako zote. Nawe ukienda katika njia zangu na kuyashika mausia yangu na amri zangu, kama baba yako Daudi alivyokwenda, basi nitazifanya siku zako kuwa nyingi. 15 na mwisho nasema, naye Sulemani akaamka, na kumbe ni ndoto. Akaenda Yerusalemu, akasimama mbele za sanduku la agano la Bwana, akatoa sadaka za kuteketezwa, akatoa na sadaka za amani, akawafanyia karamu watumishi wake wote. Tunaona hapo Sulemani alikuwa anaomba, anataka Mungu ampatie hekima. Biblia inasema Sulemani hakupokea majibu yake kwa sauti, ila Mungu alizungumza na Sulemani katika ndoto. Akamwambia, kwa sababu umetaka kitu kilicho kizuri. Sulemani aliomba hekima, Mungu akampatia, na akasema katika wafalme waliotangulia na hata watakaokuja, hata kuwepo mtumishi mwenye hekima kama yako, na utajiri na heshima kama yako. Kwa hiyo tangu awali Mungu alikuwa anazungumza na watumishi wake katika ndoto. Alikuwa anaongea na watu. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Mwanzo tena. Mwanzo ile 20 ule mstari wa kwanza inasema, Ibrahimu akaondoka huko kwenda nchi ya kusini, akakaa kati ya Kadeshi na Shuri, naye akatembea katika Gerari. Ibrahimu akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari akapeleka watu, akamtoa Sara. Lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtoa, maana ni mke wa mtu. Sikiliza, hata hapo naona Mungu alizungumza na watu kupitia ndoto. Kwa hiyo ndoto ni mlango wa kiroho au maingilio ya kiroho yaliyo na uwezo wa kutumika sehemu mbili ama pande kuu mbili, manake kwenye ufalme wa giza ama ufalme wa nuru. Kwa hiyo ndoto ni mlango wa mawasiliano, ni njia ya kupokea ujumbe kutoka kwa Mungu ama kutoka kwa shetani. Kwa hiyo ukitumia vibaya, kwa hiyo utapata madhara. Kwa hiyo mpendo wa Bwana, ndio maana nimeweka somo hili ili tujifunze, maana litakusaidia. Kuna watu wengi wanaona ndoto lakini hawajui namna ya kuzitafasiri. Hebu tuangalie hapo juu ya ndoto. Sasa tunataka kuangalia
mambo unayohitaji kuyajua kuhusu ndoto unazoota ili iwe nyepesi kufanikiwa kimaisha. Kuna mambo ambayo unatakiwa kuyafuata na kuyajua ili ujue unapokuwa una ndoto, unapokuwa unaziona, ili ufanikiwe kiroho, kihuduma na kiuchumi. Ufanikiwe katika maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza ufanikiwe kiroho, eneo la pili ufanikiwe kihuduma, eneo la tatu ufanikiwe kiuchumi. Kwa hiyo eneo la kwanza, lazima kwanza uelewe ndoto uliyoota inatoka wapi. Chimbuko la ndoto hiyo, ni nani anazungumza katika ndoto hiyo. Kwa hiyo nataka nionyeshe kwanza milango minne ya ndoto. Mlango wa kwanza, ndoto zinazotokanazo na Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ayubu 33 ule mstari wa 14 ya kuwa Mungu huwa anasema na mtu mara moja na wakati mwingine hata mara mbili kwa njia ya ndoto, usingizi mzito uachiliapo watu. Mungu anazungumza na watu katika ndoto. Anazungumza mara ya kwanza, anazungumza mara ya pili, lakini watu hawamuelewi kwa sababu anaongea katika mafumbo. Kwa hiyo kuna ndoto za Mungu, hiyo lazima uelewe. Lakini ndoto za Mungu zina vile zinavyokuja ni tofauti. Mungu anakuonya au Mungu anakuonyesha namna ya kufanya. Kwa hiyo kuna ndoto za Mungu. Na pia kuna ndoto za pili, ndoto zitokanazo na mtu kuwa na shughuli nyingi. Unaweza kuwa na mashughuli mengi, majukumu ya hapa na pale, ikapelekea wewe kuona ndoto, ukaona unafanya shughuli fulani, lakini hiyo shughuli hujawahi kufanya. Kwa hiyo ndoto kama hizo hazihitaji tafasiri kwa sababu zinatokana na shughuli za ulimwengu. Umeshughulika, mwili umechoka. Sasa unapolala, mwili wako au nafsi yako inaanza kukuonyesha. Ndoto nyingine ya tatu, ndoto zinazotoka kwa shetani. Kwa hiyo shetani naye anaweza kutumia mlango huu kuzungumza na wewe. Anaweza kutumia mlango huu kuzungumza na watu wa Mungu, hata watumishi wa Bwana. Na ndiyo maana ukiona manabii wengi wa uongo wanapokuwa wameingia kwa maombi, wanapotoka kwa maombi ya siku 40 ama siku 21, ndipo wanakutana moja kwa moja na shetani na imani potofu. Wanaanza kuonyeshwa kwenye ndoto, wanatumia maji, wanatumia vitambaa, wanatumia chumvi. Wanapoanza kuona vitu kama hivyo, wanaanza kuingia kutegemea vitu baada ya kumtegemea Mungu. Sikiliza, ndoto hizi za shetani ndizo zinawaharibu watu. Nimewahi kuwa na rafiki mmoja aliingia maombi ya siku 21. Wakati ametoka alianza kuwa na unabii wa uongo. Na kwa sababu na mimi pia nimewahi kuingia kwa maombi ya masafa marefu, nikakutana na hali hiyo, lakini nilijua sauti ya Mungu ni ipi na sauti ya shetani ni ipi. Kwa hiyo unapoingia kwa maombi ya masafa marefu, mtu wa Mungu, mpendo wa Bwana, uwe makini sana, maana nafasi hiyo shetani hata kuogopa, lakini atakujaribu. Bwana Yesu aliomba kwa siku 40 jangwani, lakini bado shetani hakumwogopa, bado hakamjaribu, akataka kutikisa imani yake. Kwa hiyo si kwamba kuomba sana ndiko kutamfanya mtu aogopwe na shetani. Haijalishi, hiyo haimuogopeshi shetani. Kwa hiyo inakupa nafasi ya kushambuliwa sana. Ndoto nyingine, ndoto zinazotokana, ndoto ya 4, ndoto zinazotokana na hali ya kiroho ya mahali ambapo mtu amelala. Unaweza ukalala mahala ambapo Mungu anazungumza, kuna connection. Biblia inasema mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Yakobo akalala, akaweka jiwe akalala. Wakati amelala akaanza kuona malaika wanapanda na kushuka kutoka mbinguni. Biblia inasema akasema, hakika mahali hapa panatisha kama nini. Sikiliza, mahala alipokuwa amelala alilala kwa madhabahu. Sasa ikaanza kutambulisha eneo alilolala. Ndio maana akaona yale maono, akaona ile ndoto. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ni kushauri unapokuwa unaona ndoto, kwanza lazima ujipime kwanza. Jambo la kwanza la kupima, ndoto hii imetokana na Mungu ama la. Na jambo la pili, upime kwanza, je, ni kutokana na shughuli na mawazo ulionayo. Unaweza kuwa na mawazo, umeachana na mke wako, umefarakana na familia yako, unatembea katika hali ngumu ya uchumi. Kwa hiyo unapitia katika changamoto.
Sasa akili yako, roho yako na ufahamu wako na nafsi yako vikaanza kukuonyesha vile vilivyoko ndani yale mawazo yako. Umechoka kutokana na shughuli za ulimwengu na changamoto unazopitia. Kwa hiyo jambo la tatu ambalo unatakiwa kuliona, unatakiwa kujua ndoto za shetani. Ujue kwamba ndoto hii unayoota ni ndoto ya shetani ama ni ndoto ya Mungu. Wakati mwingine unaweza kuona unazini na mtu usiyemfahamu. Wakati mwingine unaweza kuona unafunga ndoa katika ulimwengu wa roho na mtu usiyemfahamu ama rafiki yako wa karibu. Kwa hiyo hizo ni ndoto ambazo pia hazitakikani, kwa sababu kwa mtu aliyemwamini Kristo kufunga ndoa katika ulimwengu wa roho, maana yake kuna agano mnakubaliana katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ili uwe salama, lazima uchunguze hizo ndoto. Ni ndoto za namna gani unazoota? Wakati mwingine unaona nyongwa. Kwa hiyo hizo ni ndoto za kichawi, zinatumika katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo angalie hizo ndoto kwanza, uzitathmini, uangalie. Baada ya hapo utajua tafasiri yake. Na ndoto, na kingine cha kuzingatia, lazima ujue ni wapi ulipo unapoomba. Unaweza kuwa katika maeneo ambayo yamezingirwa na wachawi, ukaanza kuota vitu vya kichawi. Wakati mwingine ukalala kwa madhabahu ya giza, ukaanza kuona vitu vya giza, ukaanza kuona mambo maruerue ambayo hayana maana. Lakini ni kushauri, unapoingia mahala popote, kamata hilo eneo, hebu liteke kwanza eneo hilo, liweke katika miguu ya Bwana. Baada ya hapo takasa eneo hilo. Baada ya kulitakasa, Mungu sasa akupe kibali ya kusema na wewe, na omba kwa kumaanisha, na eneo hilo litakuwa mali yako, au utaona maruelue. Kwa hiyo mtumishi wa Bwana, ninaamini kuna kitu utakipata hapo. Bwana akubariki. Ninajua somo litakalofuata nitatafasiri ndoto, nitakuonyesha ndoto 5 za muhimu kwa mtu aliyeokoka. Na ukipata hizo ndoto 5 zitakusaidia. Hebu tuombe. Mungu, bariki mtumishi wako, piganie, mtetee Bwana, na kwa ile alilojifunza uendelee kulikuza, azidi kulijua na kukutukuza, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Namba yangu ya simu, kama una shida, labda unahitaji msaada wa tafasiri ya ndoto, niko hapa, naweza kukusaidia pia. Natoa ushauri wa neno la Bwana na kufundisha na maombi na maombezi. Kanisa letu linaitwa EAGT ama Neema ya Yordani, na ndio maana channel yetu inaitwa Neema ya Yordani TV. Karibu sana. Mungu akubariki. Barikiwe sana. Barikiwe.